Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua soko la Kariakoo baada ya maboresho. Mtakumbuka kwamba mwaka 2023 soko hili la Kariakoo liliungua na baadaye Mheshimiwa Rais kupitia ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ya wakati huo alitoa maelekezo ya haraka ya kuhakikisha soko hilo linarudi haraka kama lilivyokuwa na ikiwezekana kuliboresha zaidi. Nayo furaha kuwaambia kuwa kazi hii kubwa ameifanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameleta fedha zaidi ya bilioni 28 ambazo zimekarabati soko la zamani na kujenga soko jipya. Amesema hayo leo Februari 6, 2026 wakati akiongea na waandishi wa habari wilayani Temeke na kubainisha kuwa uzinduzi huo unatarajiwa kufanyika Jumapili ya Februari 8 na kuongeza kuwa wale wafanyabiashara waliokuwepo wakati soko hilo linaungua mwaka 2023 watarejeshwa kufanya biashara zao katika eneo hilo jipya. Nayo furaha pia kuambia kuwa shirika la masoko la Kariakoo chini ya mtendaji wake Bwana Ashraf wamejitahidi kuhakikisha kuwa wafanyabiashara wote waliokuwepo wakati huo wanarejeshwa kufanya biashara katika eneo la soko la Kariakoo jipya na lile la zamani. Hayo pia yalikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, yamekuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, yamekuwa pia ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe kuhakikisha wafanyabiashara wote waliokuwepo zamani wanarejea. Na urejeshaji huo, wafanyabiashara wote ambao wamepata mikataba wanafahamu hatua zote ambazo wamepitia mpaka kukamilisha hatua za kupangishwa tena ya maeneo ya vizimba na vile viduka ama vigoli ambavyo vipo katika soko hilo. Maboresho ya soko hilo, ndugu waandishi wa habari, yameongeza tija kubwa. Tumepata vizimba na fremu au sehemu za kufanyia biashara zaidi ya 1500. Lakini zaidi pia wafanyabiashara wa zamani ambao wataingia pia katika soko hilo watakuwa ni zaidi ya 1000. Kutakuwa kuna maeneo ya parking, kutakuwa kuna maeneo ya kufanyia biashara vizimba, kutakuwa kuna maeneo ya kufanyia biashara kwa maana vile viframe vidogo vidogo tunaita vigoli. Kutakuwa kuna maeneo ya ngazi yanayopandisha kwenda floor ya kwanza, pili, ya tatu kwa soko jipya, maeneo ya machinga. Lakini pia kutakuwa kuna utaratibu maalum wa biashara kuzipanga katika maeneo yao. Kwa maana kama ni electronics ni eneo lake, kama ni nguo ni eneo lake, kama ni mabucha ni eneo lake na kadhalika na kadhalika. Lakini zaidi pia kutakuwa kuna parking itakayo accommodate magari zaidi ya 400. Tuna basement 2. Kutakuwa kuna warehouses ambazo ni magodown. Lakini pia kumekuwa kuna mifumo mikubwa na ya kisasa. Kuna CCTV cameras na kadhalika. Pamoja na hayo pia mkuu wa mkoa Chalamila amewataka pia wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo wote waliopanga bidhaa zao pembezoni mwa barabara ya kuingia sokoni hapo waziondoe ili kuziacha barabara wazi na kuruhusu shughuli kuendelea bila mbanano, kwa sababu soko hilo lina mwingiliano mkubwa wa watu kutoka ndani na nje ya nchi. Wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo wote ambao wamefunga barabara za kuingia katika soko hilo waziache wazi barabara zote ili kuruhusu sasa wale wafanyabiashara waliochukua sehemu za biashara katika soko jipya na kubwa hili la Kariakoo ambao limekuwa ni kielelezo kikubwa cha biashara na kielelezo kikubwa cha taifa letu, na hasa tunapojitambulisha na mataifa mengineyo, wasipate ugumu wa kuingia katika maeneo yao. Tunasema katika maeneo yale ambayo walikuwa wamepanga bidhaa zao, ni vema wakatambua kwamba si wakati wa kutumia nguvu kuweza kusifungua barabara hizo, bali kupitia uongozi wa machinga, uongozi wa waendesha pikipiki, kuzifungua barabara hizo haraka iwezekanavyo kabla ya tarehe 8 ili barabara zote ziweze kupitika katika maeneo hayo muhimu.
Soko la Kariakoo ni muhimu kwa sababu tunafanya biashara na wenzetu wa Kongo, tunafanya biashara na wa Zimbabwe, tunafanya biashara na wa Malawi, wa Zambia na baadhi ya mataifa mengineyo ya East Africa. Kwa hiyo sio soko la kawaida, ni soko ambalo tunategemea na tunatarajia kuwa litaendelea kuwa kielelezo kikubwa cha diplomasia ya kiuchumi na masuala ya biashara katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, ukanda wa Afrika Kati na maeneo mengineyo. Ninarudia tena kuwaomba tena wana Dar es Salaam kuhudhuria kwa wingi ili Mheshimiwa Rais huyu anapokuja kuzindua zawadi kubwa kwa wafanyabiashara wetu wa soko la Kariakoo, basi kila mmoja aweze kushuhudia na kuipokea zawadi hii kwa mikono miwili, lakini na kumpongeza tena Mheshimiwa Rais kwa kuanza ziara hii muhimu kwetu wana Dar es Salaam tangu alipoanza uongozi wake kwa awamu ya pili.